Bwana Yesu asifiwe mpendwa, ndugu yangu, dada yangu, mama yangu, mahali ambapo uko mahali pale. Taka nisome na wewe neno hili, kisha tukaweze kuomba pamoja na wewe katika jina la Yesu. Kitabu ni Ezekieli, mlango ni wa 35, mstari ni wa 6. Bible inasema ya kwamba, basi kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, nitakuweka tayari kwa damu, na damu itakufuatia. Ikiwa hukuchukia damu, basi damu itakufuatia. Mpendwa, anataka nikwambia kwamba huyu ni Ezekieli akiwa mwandishi wa kitabu hiki. Anasema ya kwamba anazungumza ama ananena maneno ambayo Kristo mwenyewe aliyanena. Anasema ya kwamba basi kama mimi niishivyo, asema Bwana. Waje ni maneno ya Kristo, maneno ya Mungu ambaye anayaongea mahali hapa. Anasema ya kwamba kama mimi niishivyo, nimekuweka tayari juu ya damu, na ikiwa hautaichukia ile damu itakufuatia. Mpendwa, anamaanisha nini? Kumaanisha kwamba tumewekwa katika damu ambayo tumezaliwa ndani. Wengi wetu tumezaliwa katika damu mbalimbali. Hiyo ndio damu ambayo tumewekwa ndani yake. Hiyo ndio damu ambayo Mungu anasema ya kwamba kama yeye aishivyo, ametuweka tayari katika damu. Na hiyo damu anasema ya kwamba ikiwa hatutaichukia hiyo damu, itaweza kutuandama. Mpendwa, uko mahali pale. Tumezaliwa katika damu aina mbalimbali. Wengine tumezaliwa katika damu ya watu ambao hawakusoma. Wengine tumezaliwa katika damu ambayo watu hawakufaulu. Wengine tumezaliwa katika damu ambayo watu hawakusonga mbele, katika watu ambao hawakufaulu katika maisha yao. Tumezaliwa kwa damu ya watu ambao waling'ang'ana katika ndoa zao. Tumezaliwa katika damu ya watu ambao waling'ang'ana katika maisha yao. Tumezaliwa katika damu ya watu ambao hawakujenga. Tumezaliwa katika damu ya watu ambao waliishi katika uasherati. Tumezaliwa katika damu ya watu ambao hawakufaulu, hata kama walisoma lakini hawakuwa na mafanikio. Lakini maandiko yanasema ya kwamba iwapo hatutaichukia hiyo damu, itaweza kutuandama. Wengine hatuchakataa, hatuchatupu ile damu ya ukoo, ile damu ya wazazi wetu, ile damu ya ukoo wa kina mama, ile damu ya ukoo wa kina baba, hatuchaikataa. Ndiposa hiyo damu inatusumbua. Kwa mahali pale unajaribu vitu vyako havisongi. Uko mahali pale unajaribu kazi haipatikani. Uko mahali pale unajaribu kujenga lakini vitu havipatikani. Mambo imekuwa magumu. Uko mahali pale unajaribu kusonga mbele katika maisha yako. Unapambana katika maisha yako. Unajituma katika kazi ambayo unaifanya, lakini hakuna mafanikio ambayo unapata. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya damu ambayo tumezaliwa ndani yake. Ndugu yangu mpendwa, uko mahali pale, chukua hatua ya imani. Ukaanze kusema kwamba damu ya watu ambao hawakusoma, damu ya watu ambao hawakufaulu, damu ya watu ambao hawakupata kazi, leo hii ninaikataa katika jina la Yesu. Leo hii ninaikataa katika jina la Yesu. Haitaniandama tena. Haitazuia baraka zangu tena. Haitazuia mafanikio yangu tena. Haitazuia ufaulu kwangu tena. Haitazuia kufaulu kwangu tena. Haitazuia kusonga kwangu mbele tena katika jina la Yesu. Maana Bible imesema ya kwamba nimekuweka juu ya damu, na usipoikataa ama usipoichukia hiyo damu, itaweza kukuandama. Wengi wetu tumeandama na hiyo damu, ndiposa maisha yetu yamekuwa maisha ya kuhangaika, yamekuwa maisha ya kuteseka, yamekuwa maisha ya kuhangaika, maisha ya kupambana. Tumezaliwa katika damu ya watu ambao walizaliwa na magonjwa mbalimbali. Unakonjeka, unaenda hospitali, magonjwa hakuna. Kumbe ni yale magonjwa ambayo tumeyariti kutoka kule nyuma. Maombolezo 5:7 inasema ya kwamba mababu zetu walitenda dhambi na leo hii hawapo tena. Ni kwa sababu gani? Lakini sisi ndio tunateseka, sisi ndio tunahangaika kwa sababu yao. Kwa hivyo ndugu yangu, mama yangu, kaka yangu, uko mahali pale, kuna vitu ambavyo vinafanyika katika maisha yako, haujui ni kwa nini, lakini kumbe ni kwa sababu ya damu ambayo tumezaliwa ndani yake. Chukua hatua ya imani, useme ya kwamba hii damu naikataa, hii damu ninaikataa, haitaniandama tena. Kama ni damu ya kwa kina mama, kama ni damu ya kwa kina baba,
ninaikataa. Ninakubali damu ya Kristo, damu ya ukombozi, damu ya urejesho, damu ya mabadiliko, damu ambayo inabadilisha, damu ambayo inasafisha. Na hiyo damu itakutetea, na hiyo damu itakuinua, na hiyo damu itakutetea katika jina la Yesu. Njia zako zifunguke, mapito yako yanyooke, ukapate kasi, ukapate kujenga, ukafanikiwa katika mambo yako katika jina la Yesu. Neema ya Baba ikutoshe, na hiyo damu ya uko ikuachilie, damu ya kina mama ikuachilie, damu ya laana ikuachilie, damu ya vikwazo ikuachilie katika jina la Yesu. Pokea neema ya kusonga mbele, pokea neema ya kuinuliwa katika jina la Yesu.